Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Hivi mwajiri mkubwa kabisa wa vijana au waajira Tanzania ndani sio serikali, ni waajiri binafsi. Sasa vijana wengi baada ya kuona kuna zao shuka na vijana wanaamini serikali itawafanya waajiriwe au wajiajiri, lakini kwa msaada wa serikali. Lakini mwajiri mkubwa ni sekta binafsi. Sasa sijajua linki ambayo waziri wa vijana ataitengeneza kuhakikisha sekta binafsi inakuwa kwa kushirikiana na watu wa mipango na uwekezaji na kadhalika, ili huyu bodaboda wa leo ambaye anafanya bodaboda kwa sababu alternative hana kazi, huku akitafuta kazi, kesho kutwa tumkute kwenye ofisi akiwa ameajiriwa au amejiajiri. Na injili pekee ambayo naiona mimi inaweza kufanya jambo hili ni sekta binafsi. Nilikuwa nazungumza na vijana wengi nafikiri waziri pia walimuuliza, wanatamani kuwa wafanyabiashara, lakini ukiangalia mfumo wetu wa ukopeshaji ni hautoshelezi mahitaji ya wanaotaka mkopo, lakini pia wakopaji wengi hawana dhamana. Dhamana ni mkopaji mwenzie. Sasa mazingira yatatulazimisha twende kama ambavyo nchi ambazo zina tatizo kubwa la wafanyakazi la ajira zinafanya. Ni lazima labda tutenge fungu maalum nje ya 10% kutoka serikali, fungu maalum la watu vijana wanakuwa creative, kijana business idea kama alivyokuwa anafanya marehemu mengi wakati fulani. Business idea anakupa mpaka $5,000 $10,000, unaanzisha biashara, ukifanikiwa unasupport mwenzio. Yaani serikali ikubali kutenga fungu maalum hata bilioni 200 au 100 ambazo zitatolewa kwa utaratibu kwa best idea ya biashara, kama wanavyofanya wa China sasa hivi. Wanafanya kuna baadhi ya nchi za Ulaya zinafanya, Warusi naona pia wanafanya. Walikuwa wanafanya kabla ya vita. Kwa mtu akija na idea ya dola mpaka milioni 5 10 ambayo inaweza kuajiri wa China wenzie, akaenda Afrika aka-explore some opportunity, anapata fedha. Sasa bado kilio cha vijana kinaweza kuendelea kuwepo kwa sababu wanaamini serikali ndio mwajiri. Lakini kwa kweli sioni namna ambayo serikali inaweza kumaliza kilio. Hata kwa wale ambao wamesoma na wanasubiri ajira, bado ni shida kubwa. Kwa hiyo tupongeze serikali kwa wizara ya vijana, lakini ana kazi kubwa ya kuwafanya vijana waamini kama wizara ni ya kwao na shida zao zitaisha. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.